katika uso wa dunia, wana wa Emanueli na wote ambao mmemkiri Kristo kuwa ni Bwana. Ni Jumapili yetu ya mwisho mwezi wa 5. Mungu amekuwa mwaminifu, ametembea pamoja nasi, ametutetea na hata kutupigania. Ungana pamoja nami siku ya leo katika ibada hii ya mwisho kupata kumshukuru Mungu mahali popote ulipo, kwa ajili Mungu amekuwa mwaminifu. Wapendwa wa Bwana, Bwana ametulisha, ametunywesha, ametutetea, ametupigania katika hali zote za maisha yetu. Na leo hii tuna sababu nzuri sana kurudi maguuni mwake Kristo na kumwambia hakika, kama yule mmoja alipoona yale yote ambayo Bwana alikuwa amemtendea, alirudi kama ameanguka maguuni mwa Bwana na kusema hakika anashukuru ndani ya moyo wake. Nasi pia tunashukuru. Kwa hivyo mahali popote ulipo, jumuika pamoja nami tunapoenda kulisikia neno la Bwana, hasa katika wakati huu mambo yamekuwa ni mengi katika uso wa dunia. Tunazidi kutiana imani, tunazidi kutiana moyo ili safari hii ipate kuwa nyepesi. Kwa hivyo siku ya leo ningependa kunena pamoja nawe juu ya mambo kadha wa kadha ambayo tunayoyastahili kuyafanya wakati dhoruba, wakati mawimbi na gharika zinapokuja. Kwa hivyo ujumbe wetu siku ya leo, ujumbe wetu siku ya leo ni tunastahili tufanye nini wakati wa dharuba. What to do in times of storm. What to do in times of storm. What to do in times of storm. Yale ambayo tunastahili kuyafanya wakati wa dhoruba. Natumai mtu wa Mungu umeweza kuona maagizo ambayo World Health Organization imepata kupeana. Maagizo haya ni kwa ajili ya kutulinda sisi na pia kutuepusha sisi kutokuwa kusambaza ugonjwa huu wa corona. Kwa hivyo kuna maagizo ambayo tumepewa na tunastahili kuyazingatia. Baadhi ya hayo sheria ama mwongozo huo ni kwamba tukapate kuiosha mikono yetu kila wakati, tukapate kuacha kushikashika nyuso zetu. Tunaambiwa tukapate kufunika vinywa vyetu na hata midomo yetu na mapua kupitia kwa barakoa. Tunaambiwa tukapate kukaa nyumbani ikiwezekana na kujiepusha pia na kongamano na watu wengi. Na kama ikiwa umepata ugonjwa, basi unastahili ukimbilie katika hali ya matibabu na pia kujitenga na watu. Haya yote ni mwongozo tu ambao tunapewa ukapate kutusaidia ili sisi tusipate na janga hili na pia tusisambaze. Na pia vile ambavyo kwa bahati mbaya ama hata nyingine tukipatikana, twastahili tufanye nini? Basi hata pia sisi ambao tumeokoka, kuna mwongozo ambao Mungu anatupatia. Tufanye nini wakati dhoruba za kimaisha zinapokuja kutukumba? Basi ningependa upate kuelewa hata katika maisha ya Ukristo kuna dhoruba ambazo tunakabiliana nazo kila siku maishani. Na katika Biblia kuna aina mbalimbali ya dhoruba. Dhoruba hizi zaweza kuwa ni dhoruba ambazo zinatukumba ni kwa ajili ya kutokutii kwetu. Na mfano mzuri ni kwa mtumishi wa Mungu Jona alipogairi na kukataa maagizo yake Mwenyezi Mungu na akakataa kuandamana pamoja na Mungu kwa ajili ya kutokutii. Tunaona yale ambayo yaliyomtokea. Ni aina tu ya dhoruba ambazo ningenena siku ya leo. Na kuna dhoruba zingine ambazo zinatupata, zinakuja maishani ni kwa ajili ya kuimarisha imani zetu na kutufanya tukomae ndani ya Ukristo. Hatumai kama una ufahamu mzuri wa Biblia,
na pale Matthew chapter 14 verse 22 to 24, na Yesu Kristo akawaambia wanafunzi waingie katika merikebu, watakutana ng'ambo ile nyingine. Unaona, yale yalikuwa ni akapata kuwafundisha imani na kumtumainia Mungu, na kisha natumai wakati wa asubuhi Yesu Kristo akapata kuwatokea. Hakika ilikuwa ni kwa ajili ya kuwafundisha. Na basi pia kuna dhoruba zingine ambazo tunazikuta tunaingia, si kwa ajili ya kutaka sisi, bali ni kwa ajili tumejikuta ndani ya watu ambao weko ndani ya dhoruba ama kusukumwa katika dhoruba hizi. Kwa hivyo siku ya leo tungependa tuende katika neno la Bwana, tukapate kuona kupitia kwa neno la Bwana aina moja ya dhoruba ambayo ilimkumba mtumishi wa Mungu Paulo, na akajikuta katika dhoruba hii. Ni dhoruba ilikuwa ni ya kipekee na ina mafundisho mengi, dhoruba za kimaisha. Jamani, tufanye nini wakati ambapo tunajipata katika dhoruba? Maana dhoruba hazina budi kuja. Kwa hivyo leo hii tutasoma maandiko yetu matakatifu katika kitabu cha mitume wa Matendo ya Mitume 27 Matendo ya Mitume 27, tasoma kuanzia 9 hadi 27. Na ningekusii msikilizaji wangu, mahali popote unaponisikia, ukapate kusoma historia hii kuanzia mwanzo hadi mwisho. Itakubariki na utakuwa na ufahamu mzuri. Kwa hivyo Matendo ya Mitume 27 kuanzia 9 hadi 27, na kisha nafasi na wakati ukituruhusu tutaangalia pia dhoruba iliyoko katika Marko 4:35 hadi 41. Acts chapter 27 verse 9 to 27, and then Mark chapter 4 verse 35 to 41. Najua utabarikiwa siku ya leo. Matendo ya Mitume 27 kuanzia pale 9, nitasoma kwa Kiingereza. Verse 9, much time had been lost and sailing had already become dangerous, because by now it was after the fast. So Paul warned them, men, I can see that our voyage is going to be disastrous and bring great loss to ship and cargo, and our own lives also. But the centurion, instead of listening to what Paul said, followed the advice of the pilot and the owner of the ship. Since the harbor was unsuitable to winter in, the majority decided that we should sail on, hoping to reach Phoenix and winter there. This was a harbor in Crete, facing both southwest and northwest. Verse 13, when a gentle south wind began to blow, they thought they had obtained what they wanted. So they weighed anchor and sailed along the shore of Crete. Before long, a wind of hurricane force called northeastern swept down from the island. The ship was caught by the storm and could not head into the wind. So we gave way to it and were driven along. As we passed to the lee of a small island called Cauda, we were hardly able to make the lifeboat secure. Verse 17, it says, when the men had hoisted it aboard, they passed ropes under the ship itself to hold it together, fearing that they would run aground on the sandbars of Syrtis.
they lowered the sea anchor and let the ship be driven along. Verse 18, we took such a violent battering from the storm, that the next day they began to throw the cargo overboard. On the third day, they threw the ship's tackle overboard with their own hands. When either sun or stars appeared for many days and the storm continued raging, we finally gave up all hope of being saved. After the men had gone a long time without food, Paul stood up before them and said, "Men, you should have taken my advice not to sail from Crete. Then you would have spared yourself this damage and loss. But now I urge you to keep your courage, because not one of you will be lost. Only the ship will be destroyed. Last night, an angel of God, whose I am and I serve, stood beside me and said, 'Do not be afraid, Paul. You must stand trial before Caesar, and God has graciously given you the lives of all who sail with you.'" And verse 25, "So keep on your courage, men, for I have faith in God that it will happen just as I told you." Nevertheless, verse 26, "We must run aground on some island." And I will read verse 27 as a final word. "On the 14th night, we were still being driven across Adriatic Sea. When about midnight, the sailors sensed they were approaching the land." May God bless his reading. Praise God. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Natumai umesikia andiko hili la juu ya tukio ambalo lilitokea juu ya mtumishi wa Mungu Paulo. Na Paulo alikuwa anapitia changamoto kubwa maishani. Ningependa kukujuza kwamba Paulo alikuwa amehukumiwa ama alikuwa anapitia mitihani katika huduma wake. Alikuwa ameshikwa na alikuwa anaenda kuhukumiwa na Caesar katika mji wa Roma. Alikuwa amehukumiwa kwa nini? Kwa ajili ya kumhubiri Yesu Kristo. Wapendwa wa Bwana, ninatumai unaona kupitia katika andiko hili vizuri sana kwamba kunao wale waliokuwa pamoja na Paulo kwenye meli hii, na Paulo akawa amehisi ndani ya moyo wake kwamba haikukuwa ni wakati uliokuwa bora wa kuendelea na safari, na akanena na akida, na akanena na mwenye meli, na kisha akaenda kunena na pilot, na akawasi na akawaambia, "Ninaona sio wakati ulio mzuri." Kwa hivyo baadhi ya mambo ambayo tungependa kuyazungumza siku ya leo ni yale dhoruba zinazotupata. Na dhoruba hii haikukuwa ni Paulo ndio ambaye aliitengeneza. Paulo alikuwa na imani kwamba angeenda kujitetea vilivyo mbele ya Caesar kule Roma, lakini mambo yamempata. So Paulo akakutwa katika hali ambazo hazieleweki. Kwa hivyo akawa na mambo mengine, aina dhoruba mbili katika maisha yake. Dhoruba ya kwanza, anangojea hukumu kutoka kwa Caesar. Dhoruba ya pili ni dhoruba hii ambayo imemkumba. Natumai bahari yaweza kuwa ina utulivu mwingi wakati mwingi. Pale baharini pana utulivu. Bahari inaweza kuwa haina shida na wala haina dhiki. Lakini wakati mwingine dhiki zinakuja kama vile Paulo anavyokisia. Unaweza kujikuta katika maisha haya dhoruba moja baada ya nyingine. Paulo anajikuta katika hali hii. Ana dhoruba ya kwanza kimaishani ambayo anahukumiwa kwa kutokukosa ila tu ni kwa ajili ya kumhubiri Yesu Kristo. Anajikuta katika hali isiyoeleweka. Jambo la pili, akajikuta kwenye dhoruba hii ambayo alihisi kwamba italeta uharibifu mkubwa. Ni dhoruba za kimaisha tu.
Na ninatumai kama umekuwa mahali hapa, tulijifundisha juu ya dhoruba zilizompata Ayubu, dhoruba baada ya moja hadi nyingine. Na wakati mwingine unaona ni kana kwamba dhoruba hizi haziishi, ni dhoruba inatoka, nyingine inaingia. Kwa hivyo ni mambo gani ambayo tunaweza kujifundisha kupitia katika dhoruba hii ambayo ilimkumba huyu mtumishi wa Mungu? Kuna dhoruba ambazo zitatukumba si kwa ajili ya kutaka kwetu, bali ni kwa ajili mambo yanatokea. Ni nini ambacho tunaweza jifundisha mahali hapa? Kitu ambacho ninaona, wapendwa wa Bwana, ni kwamba jambo la kwanza tunastahili kujifundisha kusikia. Tunastahili kusikia. Na ni kusikia kutoka wapi? Ni kusikia kutoka kwa usia unaotokana na watu ambao wameokoka, aidha mapasta, aidha walimu, aidha wazazi, ama watu ambao wamewekwa katika nafasi ya kukusaidia wewe kimaishani. Ninatumai mpendwa Bwana, unapoona hali hii, Paulo alihisi ndani ya moyo wake kwamba huenda isikawe. Mara nyingi watu wa Mungu tunajikuta katika dhoruba ni kwa ajili tuliambiwa na hatukusikia. Mara nyingi tunajikuta katika dhoruba ni kwa ajili hatukusikia. Na Paulo akanena na wao vizuri na akawaambia, ndugu zangu, ninawasihi kwamba sio wakati huu. Na hawakusikia. Angalau ungengojea kidogo tu, angalau ungenisikia. Lakini watu wakapata kumpuuza. Waliokuwa ndani, waliokuwa wanaongoza meli hii, wote hapakukuwa na mmoja ambaye angekubaliana na Paulo. Kwa hivyo ninakusihi mtu wa Mungu, tunapojifundisha hili neno, nukapate kujua kwamba kuna watu ambao wanaweza kuwa wameona mbele zako, na walipojikuta katika hali hii ni kwa ajili tu hawakusikia. Kama tunaweza kuangalia pande zote huku katika uso wa dunia, kuna mambo ambayo watu wengi wamepuuza. Na aidha wamepuuza kupitia kwa wapi? Kwa wasia waliopewa. Na mtu anajikuta katika dhoruba. Wasia wa aina gani? Vijana wanaweza kuwa wanaambiwa na wazazi wao, wanapatiwa mwongozo fulani, lakini kwa ajili ya kutokusikia wanajikuta katika hali zisizoeleweka. Tuna viongozi aidha hata makanisani, ama kule mitaani tunakoishi, ama hata kazini, kwa ajili ya kutokusikia na kufuata mwongozo wao, wakati mwingi tunajipata katika shida. Tuna walimu ambao wako mbele zetu wanaotufundisha, na tunapuuza haya yote. Mara nyingine vijana labda huona wazazi wao labda wamekuwa, wakati wao umepita. Tuna sheria ambazo tumepewa saa hizi katika nchi yetu ya Kenya kuhusu mwongozo mzuri wa kuzuia korona, lakini kuna watu ambao watajikuta kwenye dhoruba hii kwa ajili ya kutokutii. Angalau tu tungepata kuelewa kwamba hii safari kama wangeikabidhi mikononi mwa Bwana, basi ingepata kufaulu. Huenda wakati mwingi sana katika hali ya kutiwa upofu wa kutokuona, akili zetu huwa zinagandamika. Unakuta hata mtu akikushauri wakati huo hauwezi kusikia. Na ndiposa tunahitaji watu ambao wanaweza kutufungua macho yetu ya kiroho. Watu hawa wapendwa wa Bwana hawangependa kumsikia Paulo alipokuwa akiwapatia mawaidha. Natumai mimi pamoja na wewe mtu wa Mungu, kuna mahali kulifika maishani mwako ukakiri katika maisha yako, angalau ningemsikia mwalimu,
angalau ningemsikia ndugu yangu ama dada yangu, angalau ningesikia wazazi wangu, angalau ningesikia bosi wangu. Waswahili wanasema majuto huja. Majuto yanakuja baada ya nini? Unatenda jambo alafu kisha unakuja kukinai, unakuja kuwa na majuto baada ya matendo yale ambayo uliyapata. Hii ndiyo hali ninaokuzungumzia. Paulo mwenyewe anawaambia na nawasi, na mwishowe atawaambia, angalau kama ungelinisikia toka mwanzoni, hamungepata dhoruba hii, hamungepata shida hizi. Tunajifundisha nini siku ya leo, wapendwa wa Bwana? Angalau tunaweza kusikia disobedience has really costed a lot in all world. Ni nini ambacho tunaona mahali hapa? Na wakasihi kwamba winter ilikuwa ikiingia, na wakaangalia wakaona kwamba eneo hili ambalo tuko nayo si eneo zuri kwetu, na lazima waondoke. Watu wa Mungu, mbele zetu kuna neno ambalo linatufundisha siku ya leo. Tunaweza kutoka kabla wakati wetu haujafikia. Haukukuwa ni wakati wa kuondoka, lakini walihisi kwamba hatutakuwa katika hali hii, uende tusikae mahali hapa, eri yakatupate mbele, na kisha unaamua kutoka kabla wakati wako. Unajikuta katika dhoruba ambayo ni ngumu sana. Ni wangapi ambao weko katika dhoruba saa hizi kama vijana wetu? Unanena na wao, wanaona wakati wao umefika, na kisha wanajihusisha katika hali ya kuondoka. Ni wangapi ambao tunaweza kuzungumza nao hata siku ya leo? Wanaweza kukaa katika maeneo ya kanisa, wakaona kanisa lao limekuwa ndogo. Unawaambia na unawasihi kwamba wakati wako bado, lakini anaona wakati wake umetimia. Waliangalia wakaona wakati wao wa kukaa katika maeneo haya si pazuri. So ni nini kilichofanyika? Wakafanya uamuzi wa kuondoka. Na kuna dalili nzuri ambayo Biblia inasema kwamba upepo mzuri ulikuja. Upepo mzuri ukaja, wakaangalia wakaona ni kweli, sasa hii ndio wakati wa kutoka. Ningependa ninene nawe mpendwa wa Bwana juu ya mbinu za ibilisi shetani. Wakati mwingi, wakati ambapo unaenda kwa hisia zako mwenyewe, shetani ibilisi yuko pale kukunongonezea kwamba wakati umefika. Haina haja uwasikize watu. Wakaangalia wakaona kweli ni saa nzuri za kuondoka, na ni kweli. So upepo mzuri ukaja, wakahisi kweli kwa ajili ya kuchelewa, wakaona heri waondoke. Lakini mwishowe na hatima yao ni kwa wao kujitakia dhoruba hii. Na kuzungumzia nini, tufanye nini wakati wa dhoruba? Maana ni dhoruba ambazo hatuwezi kuziepuka. Na ninapokunenea dhoruba hii, yaweza kuwa hata hapa leo hii umejikuta katika dhoruba hii. Labda mume wako alikusii, labda jirani wako alikusii, na ukajikuta katika hali ambazo hazieleweki. Labda ni mapema sana kuanzisha huduma. Mambo ni labda ni mapema sana kuolewa ama hata kuoa. Labda inaweza kuwa ni mapema sana hata kwetu sisi katika nchi ya Kenya kufungua hiyo kafyu. Na kwa ajili walikataa kusikia, basi wakasema waendelee. Na hali zikaonekana ni nzuri, na hali zikapendeza. Wimbi kaja nzuri sana, lakini pendo wa Bwana, tunaweza kuona vizuri sana, muda si kidogo, basi gharika ikakuja. Yaonekana ni nzuri,
yaonekana inapendeza. Natumai kuna mtu hapa miongoni mwetu anayenisikiza hili neno kwamba kuna siku ambayo alisema hata kama ni mbaya, wacha nifanye vile ambavyo moyo wangu unanielekeza. Wakaona ni nzuri, wakaona inafaa. Lakini licha ya hayo, dakika kidogo tu wakajikuta katika hali iliyo mbaya. Ni nini kilichotendeka? Biblia inatuambia baada ya hali hii nzuri kuonekana na wakatoa nanga zao, walipoanza tu safari, dhoruba ikaja. Tumezungumza juu ya dhoruba kwamba dhoruba inakuja pasipo na hodi, aibishi, inakuja wakati wowote ule. Na kisha ni nini kilichotendeka? Wale watu kwa dakika moja wakaona uharibifu mkubwa, ule upepo ukawageuka, na wakaanza kutumia akili zao, wakaanza kutumia maarifa yao. Vivyo hivyo ni yale mambo ambayo yanayotutendekea katika dhoruba zinazokuja. Tunajikuta katika hali ambazo tunatumia akili zetu, tunasaidiana sisi wenyewe kwa wenyewe ambao tuko katika dhoruba, tunatumia maarifa yetu. Na hebu angalia, maarifa yao yote yakafika mwisho, nguvu zao zote zikafika mwisho, hekima zao zote walizokuwa nazo zikafika mwisho. Na Biblia inasema walipofika katika hali hiyo, waliachilia meli iende vile ipendavyo, na ikawa ikigongwa huku na huku na dhoruba. Natumai kuna mahali ambapo tunafika maishani tunasema na liwe liwalo. Sina ufasaha mzuri wa Kiswahili, lakini wanaposema liwe liwalo ni kwamba umekubaliana na matokeo. Hapo ndipo wakati unaposikia watu wakisema nimekubali kubeba lawama, nimekubali kubeba msalaba wangu. Angalau tu kama wangelisikia pale mwanzo. Tufanye nini wakati wa dhoruba, watu wa Mungu? Angalau kama tunaweza kusikia, tunaweza sikia uhosia, tunaweza kubali tuambiwe, tunaweza kubali tuongozwe. Wale waliokuwa ndani ya meli hii, nataka unisaidie kufikiria ni nini kilichokuwa ndani ya mawazo wao wakati wa dhoruba hiyo, maana ilikuwa imezidi, ikachacha sana. Na unaposoma Biblia vizuri unakuta dhoruba hii walikuwa wanatarajia labda kesho kutwa yaweza kuisha, lakini iliendelea mpaka siku 13. Wakati mwingine tunatarajia mambo yaishi haraka haraka, lakini kama vile nilivyoanza kukuambia, ni janga baada ya janga, dhoruba baada ya mawimbi, gharika zinazokuja kuipiga ile nyumba. Nisaidie kufikiria wale waliokuwa ndani ya meli hile, wafanyabiashara waliokuwa mahali pale. Waliangalia wakaona ndoto zao zimekwisha, wakaangalia wakaona biashara zao zimekwisha. Waliokuwa mahali pale kama kina Paulo walikuwa wanaona ni kama huduma zao zimekwisha. Walikuwa na professions zao, mapilot walikuwa pale, macenturion walikuwa pale, waliona professions zao zimekwisha. Wakati gani? Wakati wa dhoruba. Wakaangalia wakaona familia zao zimekwisha, wakaangalia wakaona ndoa zao zimekwisha. Lakini acha nikwambie, Biblia inasema walifanya juhudi zote zile angalau waweze kuiokoa meli hii, wasiweze. Biblia inasema hakika tunapotumia nguvu zetu hatuwezi. Hatuwezi. Wakati wa dhoruba huu ni vizuri nanena na watu ambao wamejikuta katika dhoruba ambao haiwezi kueleweka vizuri. Lakini kunacho kitu ambacho ninawaza na watu hawa.
Ni jinsi tu hivyo ambapo tuko na korona katika nchi yetu. Wengi wanawaza biashara zao zitaharibika, wengi wanawaza taaluma zao zitaharibika, wengi wanawaza ndoa zao zitaharibika, wengi wanawaza umaskini umeingia. Lakini ningependa tu kuambia mtu mahali hapa ajitie moyo katika jina la Yesu Kristo. Basi meli hii Biblia inasema ikagongwa huku na haikuwa imetulia. Sasa tafakari pamoja nami, si siku moja, si siku mbili, si siku tatu. Wakati siku ya tatu ilipofika, waliona hali hii imekuwa ni ngumu sana. Wakaanza kufanya mambo ambayo pia ningependa ukapate kuyaelewa. Biblia inasema wakaanza kutoa vitu vilivyokuwa vizito na kuvitupa baharini ili meli iwe nyepesi. Vitu vizito kama vitazidi kukaa katika meli hile, itazama mawimbi yanazidi kuzidi. Basi wakaonelea ni vizuri wakapate kutoa mizigo iliyo mizito, angalau hii safari waone kama inaweza kubadilika. Naja kwako kukuambia hivi, mpendo wa Bwana, katika dhoruba tuiondoeni mizigo ambayo ni mizito. Tuiondoe. There are some relationships ama hata marafiki, watu ambao hawana maono yako, itabidi labda uwaweke kando kwa muda. Kuna tabia labda, mpendo wa Bwana, umeistahili wakati wa dharuba uiache. Kuna aina ya maisha ambayo unaishi wakati ambapo dhoruba zimeinuka, unastahili kuziacha. Na mfano mzuri, wapendwa wa Bwana, ni kwa yale ambao tuko nayo saa hizi. Niliona kabla, wakati corona ilipokuja, entertainment spots zote zilifungwa, gym zikafungwa, masaluni yakafungwa, biashara nyingi zikafungwa. Mungu ananena nasi. Kuna mambo mengine tunayoyastahili tuyaache wakati wa dharuba, angalau tuwe wepesi. Kuna hali, some attitudes lazima tuziache. Wakati gani? Wakati wa dharuba. Tufanye nini? Waliamua kuvichukua na kuvitupa baharini, angalau meli ipate kuwa nyepesi. Natumai mahali popote ulipo, mtu wa Mungu, wakati wa dhoruba si wakati wa kujihukumu. Wakati wa dhoruba ni wakati wa nitafanya nini? Maana ni hali ambazo tunajikuta tayari tushaingia ndani yamo. Paulo akatazama vile matukio yalivyokuwa yakitokea baada ya nyingine, na siku baada ya siku. Paulo akatazama na akaona mioyo ya watu ambayo ilikuwa imevunjika. Akaangalia akaona maisha yao yamefika ukomo. Akaangalia akaona biashara zao zimefika ukomo. Akaangalia akaona ndoa zao zimefika ukomo. Watu hawa walikosa tumaini. Ni wakati gani ambapo anasema hivi? Biblia inasema kwa hizi siku 15 hawakuiona, siku 13 hawakuiona jua, hawakuona mwale wa jua wala kuiona nyota. Kwa hivyo kulikuwa na giza. Tafakari hapa. There is no light. There is no star. There is no hope at all. Paulo anatazama na anatua moyo, na anakuja anawaambia ndio wakati wake wa kuingililia. Paulo anasema hivi. Paul said, I had a visitor tonight.
angel of the Lord came to me, and that angel told me, don't worry, everything will be all right. Habari njema kuja wakati ambapo umekosa tumaini, wakati ambapo hali si hali. Ninakusihi mtu wa Mungu ukaisikie sauti ya Mungu. Mungu yuko katika hiyo hali. Mungu hata kuacha, hata kupungukia. Sauti ya Bwana ikamjia kupitia kwa Paulo, na akamwambia kwamba nilikuwa na mgeni usiku uliopita, mgeni ambaye ni wa Bwana, ambaye ninayemtumikia, na akasema pasiwe na mmoja wa kuhofu, kila kitu kitaenda kuwa salama. Wahisi vipi ndugu yangu, dada yangu, unapopitia katika hali hiyo ya dhoruba? Usikie sauti ya Bwana kupitia kwa dadako ama ndugu yako, anakwambia ndugu yangu, usijali hii hali unaoipitia, usiwe na hofu. Waisikiaje mpendo wa Bwana? Wakati unapoona jirani, unapoona pasta wako, unapoona ndugu yako, dadako ama mzazi wako anapokuja kukufariji na kukutia moyo, na anakuambia hali hii isikutishe, kila kitu kinaenda kuwa sawa. Wakaisikia sauti hii kutoka kwa mtumishi wa Mungu Paulo. Na hata wakati mwingi, wapendwa wa Bwana, tunapojumuika kanisani tunatiana moyo, na mtumishi wa Mungu anaweza kuwa pale anakutia nguvu na anakuambia don't worry, don't be afraid, everything is going to be all right. Wakati mwingi unasema labda pastor, ujui ni nini ninayopitia. Haya ninayokuambia, Paulo alikuwa pamoja na wao na anawatia moyo. Mara nyingi ni vizuri kusikia kwa wasia kwa watu ambao wamepitia katika safari hii ya imani. Uenda labda ukapuuza wasia wa mtu mdogo, lakini nakuambia sauti ya Mungu iko kwa kila mtu. My brothers, my sisters, anakuja despite the shaking, despite the thunder that you have been hearing, despite the lightning ulikuwa unaiona usiku, licha ya yale mawimbi vile yanavyokuja akipiga merikebu hii, despite that, Paulo anasimama, anawapatia imani na anawaambia, nimeisikia sauti ya Bwana kwamba usiogope. Nami nakuambia na ujasiri mkubwa sana, hali hii tunayoyapitia, licha ya kugongwa pande zote kiuchumi, licha ya kugongwa katika profession zetu, licha ya mvua nyingi inaonyesha katika nchi ya Kenya na terrorism na magonjwa, don't be afraid, it shall be well with you. Despite the thunders, despite hayo mawimbi, despite hata maji kuingia ndani, usiogope mtu wa Mungu. Yaweza kuwa nyota hazionekani, yaweza kuwa nuru haionekani, hamna mwangaza, tumaini lako lote limekufa. Paulo anasema hapata kuwa na mmoja wa kuangamia. Licha hizi cargo nini na hata meli itaharibika, lakini hakuna maisha ambayo itapotea. Everything will be alright. Kuna huduma zinapitia changamoto wakati kama huu. Kuna biashara zinapitia changamoto wakati kama huu. Kuna ndoa za watu zinapitia changamoto sana wakati kama huu. Kuna taaluma za watu, kuna watoto wa watu wanapitia changamoto nyingi sana. Lakini Paulo anakuja licha ya mawimbi, licha ya gharika, licha ya huo upepo, despite all that, anawaambia it will be all right. Don't be afraid, be encouraged.
Tulikiri mahali hapa, wana wa Emanueli, mwanzo wa mwaka, kwamba mwaka wangu utakuwa ni wa ushindi, na ukawa na maono makubwa, ukawa na maisha na matarajio makubwa, lakini dhoruba zikakuja. Hayo maono yalienda wapi? Yule aliyenena pale mwanzo ndiye ambaye bado yuko nawe katika dhoruba, hata kuacha na hata kupungukia katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema Psalms 30 verse 5, weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. So your morning is coming. All this will be over. Haijalishi yale madhara yatakayoleta kupitia andiko hili, maana tunaona merikebu yote iliharibika, lakini maisha ya watu yakaokolewa. Mwanadamu anaweza kukupokonya vyote, lakini ikiwa Mungu yuko pamoja nawe, vyote vitaregea katika jina la Yesu. Kwa hivyo haijali ni afya yako, haijali ni pesa, haijali ni nini, chochote kile ambacho ibilisi shetani alichukua katika wakati kama huu, Bwana ana uwezo wa kuregesha katika jina la Yesu Kristo. Ikiwa utajipata katika hali kama hiyo kwa ajili haukusikia, ikiwa utajipata katika hali hiyo kwa ajili uliondoka mapema, ikiwa utajipata katika hali hiyo kwa ajili ya yote, na kusii ukaitunze imani yako. Isikie tu hiyo sauti ya Bwana. Don't be afraid, don't be discouraged, everything shall be well in Jesus name. Kama Paulo anasimama na ujasiri siku ya 13, na waambia sasa, kuleni. Ni quarantine ya kutosha hii 14 days. Siku ya 13 anawaambia kuleni sasa. Hichi chakula kinastahili kuwatia nguvu. Nimesikia sauti ya Bwana. Na kusii mtu wa Mungu, mahali popote unapolisikiza, ukawe ni kwa baraka kwa mtu anayepitia changamoto. Enda umfanyie shopping, enda umtembelee. Bwana akutumie katika hiyo njia, ukatie mtu moyo. Tembelea mtu hospitalini, ombea mtu. Kwa wale ambao Paulo Mungu alimpatia, hapakukuwa na mmoja ambaye aliangamia. Ni hisia ambayo tu ninafikiria, ikiwa tutakuwa na watumishi wa Mungu katika hali zote tunazozipitia, wapendwa wa Bwana, tutashinda katika jina la Yesu. Kwa hivyo nakusihi leo hii ugeuke kuwa mtumishi wa Mungu, ukasimame katika pengo hiyo. Tukasimame katika pengo kwa ajili ya nchi ya Kenya, tukapate kusimama pengo katika ndoa zetu, nyumba zetu, watoto wetu. Tuwe kama Paulo, tukawaambia watu don't be discouraged, tukawasihi watu bado muda wako hujafika, tukawasihi, tukawaambie naona unaanza mapema. Dhoruba hizi hazina budi kuja. Dhoruba ya mwisho ambayo ningependa tuiangalie ni kwa ajili, nataka nikuhimize na nikuambie, licha ya dhoruba hiyo, zidi kumtumainia Mungu. Be encouraged, don't be afraid, all shall be well. Haya maneno yote yako katika kinywa cha Paulo. So what are we supposed to do? Continue praying, continue believing, continue trusting. Don't give up in the storm. Tufanye nini basi? Natumai umeyasikia kadha wa kadha mambo ambayo unastahili kuyafanya. Ningependa tuangalie tufanye nini katika kitabu cha Marko 4:37 hadi 41. Tufanye nini? Tutaenda kufanya kama vile Yesu Kristo alivyofanya. Unapookoka, Bwana anakutia nguvu, anakupa uwezo na mamlaka mengi ili ukapate kujikimu maishani. Marko chapter 4, Mark chapter 4
verse 37 to 41 inasema, tuanzie verse 35. That day when evening came, he said to his disciples, "Let us go over to the other side." Leaving the crowd behind, they took him along just as he was in the boat. There were also other boats with him. A furious squall came up, and the waves broke over the boat so that it was nearly swept. Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to him, "Teacher, don't you care if we drown?" He got up, rebuked the wind, and said to the waves, "Quiet, be still." Then the wind died, and it was completely calm. He said to the disciples, "Why are you so afraid? Do you still have no faith?" They were terrified and asked each other, "Who is this? Even the wind and the waves obey him." Wakati wa dhoruba na mawimbi na gharika, watu wa Mungu, tufanye nini? Endeni tukafanye kama vile Yesu alivyofanya. We need to have peace and confidence that this situation will not destroy us. Na ndiposa unaona Yesu yuko katika hali ya kutulia. Najua ni vigumu sana ninaponena mambo kama haya kwa mtu ambaye anapitia changamoto na dhoruba, tukapate kuwa na peace. Sitakuhimiza uende kalale, nitakuhimiza imani yako ikatulie, kwamba hali hii itaisha. Ni tunachojifundisha mahali hapa, wakati wa dhoruba na wakati ambapo Bwana amekuita, ikiwa Yesu yuko pamoja nawe, hata mawimbi yawe mazito kiasi gani. Biblia inasema maji yalikuwa yakiingia katika meli hii. God cares about you. Hata kuacha ujaribiwe kadiri imani yako, mpendo wa Bwana, na katika kila jaribu atakuwa pamoja nawe. Kwa hivyo tufanye nini? Iumbeni imani yenu ndani ya Mungu. Hata wakati wa dhoruba hii, sauti ya Bwana ikatoka ikamwambia, "Tell these people not to be afraid. I am with them. Let them not be discouraged. Let them not be afraid. Everything shall be well." I prophesy for you wherever you are in the name of our Lord Jesus Christ. Wewe ambaye ulivunjika moyo, wewe ambaye umejikuta katika hali ambayo haieleweki, don't be afraid. Don't be discouraged. Everything shall be well in Jesus' name. God is always caring for you. Tufanye nini watu wa Mungu? Katika hali ya dhoruba hii, tumuiteni Bwana. Na wanafunzi wakaenda kwa Yesu Kristo na wakamuuliza Yesu, "Haujali kama tutakufa?" Natumai Yesu aliwaangalia akawapimanisha imani zao, akaangalia vile anawajali, akaangalia vile anavyojihusisha na wao, anaangalia vile anavyowalinda na wahifadhi, akaona imani zao ni ndogo. Yesu mwana wa Mungu anajali, na anajali kikweli, kwamba usiangamie wala usipotee katika hali hii, katika jina la Yesu Kristo. Mungu hatakuambia uanze jambo ambalo hatajihusisha nalo. Tufanyeni nini watu wa Mungu? Ikiwa ni safari yoyote ile ambayo tunastahili kuianza, tuianzeni pamoja na Yesu Kristo. Hawa wanafunzi walianza safari yao wakiwa pamoja na Yesu. Na ikiwa Yesu ataandamana pamoja nasi, wapendwa wa Bwana, mwisho wa safari utaifika katika jina la Yesu. Tumuiteni wakati wa dhoruba. Tumuiteni wakati wa mawimbi. Tumuite. Nitakuhimiza mtu wa Mungu, don't be afraid. Kwa ajili neno la Mungu linakuambia hivyo wewe. Na tuwe watendaji wa neno la Bwana.
kuweni tayari kwa ajili dhoruba na mawimbi hana budi kuja. Tujifundishe katika kila dhoruba. Dhoruba hii ya Paulo tumeiona na dhoruba hii ya pili tumeiona. Kwa hivyo uwe na wakati, maana dhoruba hizi hazina budi kuja. Katika kila dhoruba kukawe na mafundisho ambayo utayapata. Naenda kumalizia katika kitabu cha Wakorintho 2:1 hadi 8 hadi 11, tuone Paulo anapotuelekeza mahali hapa. Na Biblia inasema kwamba 2 Corinthians chapter 1 verse 8 to 11. 1 Corinthians chapter 1 verse 8 to 11. Sorry, 2 Corinthians chapter 1 verse 8 to 11. 2 Corinthians chapter 1 verse 8 to 11. We do not want you to be uninformed, brothers, about the hardships we suffered in the province of Asia. We were under great pressure, far beyond our ability to endure, so that we despaired even in life. Indeed, in our hearts we felt the sentence of death. But this happened that we might not rely on ourselves, but on God who raises the dead. He has delivered us from such a deadly peril, and He will deliver us. On Him we have set our hope, that He will continue to deliver us. Haya yote yalifanyika ili tusikapate kuzitumia hekima zetu, maarifa, wala hata nguvu zetu, bali tukapate kumtumainia Mungu. Kwa hivyo ninanena na mtu sikia leo mahali hapa aliyevunjika moyo, apate kujua na kuelewa kwamba msaada wake utatoka kwa Bwana. Kwa nini tumuite Bwana Bwana na hatufanyi yale ambayo anayotuambia? Tawaonesha mfano wa mtu ambaye anasikia na kuyatenda ambayo ninayowaambia. Na akatoa mfano wa mtu ambaye aliyejenga nyumba yake kwenye mwamba ulio imara, na gharika na dhoruba na mawimbi yakakuja kuipiga ile nyumba, na ikasimama wima. Na kwa mtu ambaye analisikia na halitendi lile neno, nitawaonesha mfano wake. Ni kama mtu aliyejenga nyumba yake kwenye udongo na msingi ulio hafifu, na wakati dhoruba, mawimbi na gharika zilivyokuja, uharibifu wake ulikuwa ni mkubwa. Ninakusihi mtu wa Mungu, mahali popote ulipo, wende ukaiweke wokovu wako ndani ya Kristo. Atakutetea wakati wa dhoruba. Na kama hauko ndani ya Kristo, ukapate kuokolewa, ukapate kujua kwamba kunaye mwamba ulio imara. Wakati dhoruba, mawimbi, gharika zote zitakazokuja kuipiga na kuitingisha imani, kanisa, kutingisha biashara, kazi ya mikono yako, ndoa, kwa ajili imani yako imeumbika kwenye mwamba ulio imara, utasimama hakika katika jina la Yesu. Ninakuomba mahali popote ulipo, weka msingi wako ndani ya Kristo Yesu. Mpokee Kristo akapate kukutetea katika hali hii yote, kwa maana ataandamana nawe na atakuwa pamoja nawe. Basi mahali popote ulipo, ubarikiwe unapoyatafakari haya yote ambayo tumejifundisha siku ya leo. Bwana awabariki na awadumishe katika wokovu. Kutoka hapa kwetu kanisani Huduma Emmanuel Teaching Ministry, Shalom. Bwana awabariki.